Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea katika kuelezea masala mbalimbali na yanayofungamana na hukumu al-ihtifali bil maulid. Bado tupo katika nukuu mbalimbali za wale wanazuoni ambao wameafikiana na kukubaliana kwamba masala ya al-ihtifali bil maulid ni masala yanayofaa kwa namna ambayo inayoruhusiwa na sio ile namna ambayo inayokatazwa. Kama tulivyoeleza katika klipu zilizotangulia kwamba namna inayokatazwa na wamekubaliana wanazuoni kwamba namna hiyo haifai ni pale itakule kushereheka kutafungamana na yale mambo ya haramu au mambo yaliyokatazwa. Miongoni mwa mambo hayo ni al-ikhtilat, ni kupatikana kuchanganyika wanawake na wanamume au kufanyika mambo ambayo yasiyofaa, kama ambavyo tutakuja kuyaeleza baadhi ya mambo yasiyofaa ambayo hufanyika katika baadhi ya maulid, na lazima wale watu ambao wao wanadai kwamba ni wapenzi wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, wanafurahikia mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wana ulazima wa kuyatambua mambo haya na kuyawacha mara moja, kwa sababu ni mambo yanayokwenda kinyume na misingi ya sheria yetu ya Uislamu. Leo insha Allah tunamnukuu al-Imamu Abu Shama Sheikhul Imamu Nawawi, ni katika wanazuoni wakubwa katika wakati wake, kama inavyoashiriwa ama inavyoakisiwa kwa mwanafunzi wake ambaye ni al-Imamu Nawawi. Ni katika wanazuoni wakubwa kwa wakati wake, na ni katika wanazuoni ambao ni wenye kutegemewa kauli zao katika madhhabi ya al-Imamu Shafi'i. Daraja ya al-Imamu Nawawi katika madhhabi ya al-Imamu Shafi'i, daraja yake ni kubwa na nafasi yake ni kubwa. Hivyo huyu tunayenukuu kauli yake ni al-Imamu Abu Shama Sheikhul Imamu an-Nawawi. Muallifu rahimahullah anamnukuu kauli yake hii kutoka katika kitabu qala fi kitabihi al-Ba'ithu ala inkari al-bid'ah. Ni kitabu kizuri ambacho ameeleza mambo mbalimbali yanayohusiana na bid'a na katuonesha katika maeneo mbalimbali kuhusiana na masala ya al-ihtifali bil maulid. Anasema nini? Katika juzi ya kwanza ukurasa wa 23, al-Imamu Abu Shama anasema wa min ahsani mabtudi'a fi zamanina, na katika jambo zuri ambalo limezushwa katika zama zetu, kwa maana maulid ni katika jambo ambalo limezuka katika Uislamu, kwa maana ya kwamba haijatanguliwa kufanyika kwa utaratibu unaofanyika sasa hivi wa kukusanyika watu sehemu moja wakasoma Qur'ani kama tulivyoeleza katika utangulizi, wakataja sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakataja sifa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika ya kwamba jambo hili halikufanyika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halikufanyika wakati wa masahaba, halikufanyika wakati wa tabi'in, kama tutakavyoona baadhi ya wanazuoni wengine akiwemo al-Imamu Ibn Hajar Asqalani ameeleza, kama tutakavyokuja kunukuu kauli yake na tutaona kwa namna alivyoeleza. Sasa al-Imamu Abu Shama anasema jambo hili ni katika jambo zuri moja. Kwa maana ya nini? Kwa maana ya kwamba amekubali kwamba jambo hili la ihtifali bil maulid linafaa kufanywa kwa sababu ni jambo zuri, lakini jambo hili limezushwa katika zamani na katika ule wakati wake, min hadha alqabil, kwa utaratibu huu namna linavyofanywa. Ma kana yuf'alu bi madinati Irabli, kama lilivyokuwa likifanywa katika mji wa Irabli. Jabaraha Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amuunge aliyekuwa akilifanya hilo kwa kulifanya kwake, kulla amin, kila mwaka, fil yawmil muwafiq li yawmi maulidin nabii sallallahu alayhi wasallam, akilifanya ile siku ambayo inaafikiana na tarehe aliyozaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa akilifanya minas sadaqati, kwa kutoa sadaka mbalimbali, wal ma'rufi, na kufanya mambo yaliyokuwa mema, wa idhhari zinati, na kudhihirisha mapambo mbalimbali, wasururi, na furaha. Fa inna dhalika, hakika jambo hilo, ma'a ma fihi min al-ihsani, pamoja na kuwepo ndani yake mambo ya kuwafanyia wema, ila al-fuqara'i, wale mafakiri,
mush'irun bimahabbati nabii sallallahu alayhi wasallam, kunadhihirisha mapenzi makubwa ya huyu alilianzisha kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, wa ta'dhimihi wa jalalatihi fi qalbi fa'ilihi, na ule utukufu wa mtume na daraja yake katika moyo wa yule mwenye kuyafanya mambo haya, wa shukran lillahi ta'ala, na kuonyesha shukurani kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, ala ma manna bihi, kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amewaneemesha Waislamu, min ijadi rasulihi alladhi, kwa kule kumleta mtume wao ambaye arsalahu rahmatan lilalamin sallallahu alayhi wasallam, amemtumiliza mtume huyu kuwa ni rehma kwa ulimwengu, wa ala jami'il mursalina, na kwa mitume wote, wa kana awwalu man fa'ala dhalika bilmawsil al-Sheikh Umar ibn Muhammad al-Mula Ahmad as-Salihin. Huyu ndo wa mwanzo ambaye alianza kufanya, kwa mujibu wa nukuu yake, al-mashhurin wa bihi iqtada fi dhalika sahib Irabli, kwamba yeye amenukuu kwa kutuonesha kwamba wa mwanzo aliyeanza kulifanya jambo hili la maulid ni huyu al-Sheikh Umar ibn Muhammad al-Mula Ahmad as-Salihin, ndio ambaye ni katika wanazuoni mashuhuri katika wakati wake. Kwa kupitia huyu ndipo huyu sahibul Irabli al-Malik al-Mudhaffar akafatia katika kulifanya jambo hili. Kwa hiyo hapa tumepata faida kwa tuliponukuu kutoka katika Siyar A'lamin Nubala na waliotangulia wametuashiria kwamba wa mwanzo alianzisha jambo hili ni al-Malik al-Mudhaffar, lakini al-Imamu Abu Shama katuongezea faida kwamba wa mwanzo alianzisha ni al-Sheikh Umar ibn Muhammad al-Mula Ahmad as-Salihin. Huyu ndio wa mwanzo ambaye alianzisha na wengine wakafatia, wa ghairuhu, na wengineo rahimahumullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu awarehemu. Kwa hivyo hii ni nukuu ya Imamu Abu Shama akituonesha kwamba maulid ni katika jambo ambalo ni zuri na linafaa kufanywa, lakini Waislamu wanatakiwa kujua kwamba asili yake haikuwa kwa masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Endelea kuwa nasi upate faida nyingi kuhusiana na nukuu mbalimbali za wale wanazuoni ambao wamejuzisha au wameruhusu na kusema kwamba jambo hili linafaa kufanywa katika Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.